Karibu tena. Viongozi wa chama cha ODM jana huko Kajiado jioni walikita kambi katika kijiji cha Sajiloni kumpigia debe kiongozi wa chama hicho Raila Odinga katika sehemu inayoaminika kuwa na kura za kutosha. Idadi kuu. Viongozi waliwashauri vijana kukihama chama cha Jubilee na kuunga mkono ODM katika jamii ya Maasai. Baadhi ya waliohudhuria mkutano huo ni mwenyekiti wa ODM John Mbadi aliyekaribishwa na gavana wa kaunti ya Kajiado David Kedianye na wabunge kadhaa wa ODM. Mbadi alilaumu serikali ya Jubilee kwa kukosa kuleta suluhu kwa matatizo ya ardhi kwa jamii ya Wamasai. Naye mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi katika ODM Judy Pareno alilaumu serikali kwa kushindwa kutekeleza ripoti ya TJRC. Zaidi ya vijana 300 walijiunga na ODM kutoka Jubilee. Wanajua maisha yao, nyama ndiyo maisha. Na rais wa taifa awanyime nyama ya kule na ninyi mpige mwai. Wangapi watakubali hiyo? Tukikaa hapa hivi, TJRC report mpaka wa sasa imetupwa chini na Jubilee. Hawana haja na kuimplement hiyo. Nimesikia tumepokea siku ya leo watu zaidi ya 300 kuingia chama cha ODM na wote walikuwa kwa chama cha TNA mbele. Hapa tumepokea zaidi ya watu 300 ambao wamekuja kwa ODM, wamekuja kwa hii camp ya Ole Loisa, na tunashukuru Mungu, tunashukuru pia party yetu kwa sababu mmekuja hapa, mmekuwa pamoja na sisi, na hii ni party ya nguvu. Viongozi wa kaunti ya Laikipia wametaka kufanywa kwa ukaguzi wa namna shilingi milioni 97 zilivyotumiwa, fedha ambazo zilitengwa na serikali ya kaunti kusimamisha ua la umeme kuzunguka msitu wa Rumuruti. Viongozi hao wamedai kuwa licha ya hakikisho kwamba ua hilo litakamilika baada ya miezi 6, hakuna kuu lililotekelezwa. Mwakilishi wa wanawake kaunti hiyo Jane Apollos amesikitika namna ambavyo wakulima wanapata shida na kupata hasara baada ya ndovu kutoka msitu wa Rumuruti kupita ndani ya mashamba yao. Baadhi ya maeneo yanayokumbwa na uhasama huo ni Mahianyu, Pesi, Gatundia na Rwathia. Ndovu zimewasumbua wananchi zaidi. Ndovu ambazo sisi wenyewe tumezoea kuziona katika national parks, siku hizi hata mtoto karibu akizaliwa anaona ndovu ikitembea sehemu yao. Watoto hata wakienda shule siku hizi lazima wasindikishwe na wazazi kwa sababu ya hao wanyama. Wamekula mahindi ambayo ni tegemeo la watu wa Laikipia, na ngano zimeharibiwa. Imewabidi hata kina mama kuwa wanatoka usiku kwenda kuwarida hao ndovu wasile machamba yao. Hawana nguvu, hata wazee. Juzi tu kijana amepigwa, yuko hospitalini hata sasa Macharia, na tunaona imekuwa hatari kubwa zaidi. Na tukirejea katika masuala ya kaunti ya Nairobi, muda mfupi uliopita wawakilishi wadi wa Nairobi sio asilimia bali ni 55 kati ya 85 wameweza kupitisha hoja ya kumng'atua mamlakani gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero. Ni hoja, utakumbuka, ambayo iliwasilishwa na mwakilishi wadi wa viwandani ambaye ni Samuel Nyang'wara. Hivi sasa basi tuelekee moja kwa moja kwa maeneo hayo ambapo mwanahabari wetu Francis Mtalaki amekuwa akifuatilia vikao hivyo. Mtalaki, tueleze kwa kifupi ni sababu gani ambazo zimetajwa na wabunge hao wa kaunti ya Nairobi ya kutaka kumng'atua mamlakani Evans Kidero? Na Mashirima, sababu ambazo zimeweza kutolewa ni kuhusiana na ubadhirifu wa fedha. Wanasema kwamba kaunti ya Nairobi imekuwa ikipoteza fedha nyingi, na hasa kuhusiana na masuala ya ufisadi. Pia wanasema upo ufisadi katika kaunti ya Nairobi. Hizo ndizo sababu kuu ambazo wameweza kupitisha ile hoja na kusema kwamba kwa sasa kile watakachosubiria ni kuanza kujadili ile hoja na kuona iwapo Daktari Evans Kidero basi ataweza kung'atuliwa au la. Mashirima. Mtalaki, kuna baadhi ya wawakilishi wadi ambao walionekana
kwa ukumbi huo wa County Hall. Labda unaweza kutueleza sababu zao za kuondoka zilikuwa gani? Ilikuwa tu ni kuweza kutoridishwa ama kuweza kukubaliana na yale ambayo yalikuwa yanatokea, na hasa walikuwa ni wale kutoka muungano wa CORD, hasa ODM, ambao wanasema kwamba mwenzao ambaye ni Samuel Nyang'wara amewasaliti, na nikiweza kuwanukuu wengine waliweza kusema kwamba ilikuwa labda ni umoja wao basi ulionekana basi kuyumbishwa kwa umoja kwa sababu moja au nyingine, na pili walionekana kwa kusema kwamba Nyang'wara kwa upande fulani aliweza kukihama chama cha ODM na sasa anashabikia wana Jubilee. Mashirima. Naam, wiki jana tuliweza kushuhudia vurugu katika kaunti hiyo, na kuna wakati hapo ambapo vikao vilikuwa vinaendelea, kulikuwa na wasiwasi kuwa huenda vurugu itakuwepo. Labda unaweza kutueleza hali ilivyokuwa katika ukumbi huo wakati wa kupitishwa kwa hoja hiyo ya Samuel Nyang'wara? Na Mashirima, hii leo ndani na nje ya jumba la City Hall ni kwamba usalama ulikuwa umedumishwa. Wananchi pia walikuwa pale nje na mengi yaliweza kutokea, lakini usalama kulingana na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanashika doria nje na ndani walikuwepo, na hivyo basi hakuna lolote la mushkili ambalo liliweza kutokea, lakini ndani sokomoko ndio lilikuwa kamili, na ile tu ambayo kuona kwamba baadhi ya wawakilishi wa wadi walianza kutaka kuvunja baadhi ya vitu ambavyo viko katika eneo bunge kaunti ya Nairobi, hasa katika bunge lao. Mashirima. Naam, Francis Mtalaki hapo akiwa anaungana nasi kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi, akiwa anatuelezea jinsi mambo yalivyokuwa katika ukumbi wa County Hall hii leo, ambapo hoja ya Samuel Nyang'wara ambaye ilitubuka wiki jana imeweza kupitishwa hii leo, wakati ambapo wawakilishi wadi 55 kati ya 85 wameweza kupitisha hoja kumng'atua mamlakani gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero. Kinachosubiriwa sasa ni kwa gavana wa Nairobi kupewa nafasi ya kujitetea mbele ya kaunti hiyo kabla ya hatua zingine kufuata. Katika taarifa nyingine, familia 12 zimeachwa bila makao huko Nyeri mtaani Ngangarithi kutokana na moto uliozuka na kuchoma mtaa huo usiku wa kuamkia leo. Moto huo unasemekana ulianzia kwenye chumba kimoja kilichokuwa na mbao za ujenzi na kwamba unakisiwa kutokana na jiko aina ya stovu. Moto huo ulienea kwa kasi katika vyumba jirani na kuwazidi nguvu wenyeji ambao bila mafanikio walijaribu kuuzima. Zimamoto pia walikuja, lakini hawakusaidia chochote kutokana na zana zao zinazosemekana hazikuwa stadi kwa kazi hiyo. Familia hizo sasa zinaomba msaada kutoka kwa wahisani. Sasa hivi venye tu niko, sina nguo, sina kitu chochote, nimebaki tu hivyo niko sasa vile tu nimesimama. Na hii moto imezimwa na vijana. Kama tungekuwa na magari ya simamoto hapa Nyeri, tungekuwa na usaidizi zaidi. Kwa hivyo gavana afanye kitu. Sisi hatupati huduma ya fire brigade vile inatakikana. Pili, yuko mtu mmoja alitoka hapa akaenda miguu zimelala, Gachagua alinunua, hazifanyi kazi. Hao watu wanafanya kazi hapo ni wazee wote. Tunahitaji hata sisi tuajiriwe na hizo magari ndio tuweze kuwa tunatokea mbio juu sisi ni mavijana. Wahudumu wa matatu katika kituo cha matatu cha Roiro wametoa wito kwa umma kuwasaidia kumtafuta mama ya mtoto mmoja aliyepatikana ameachwa katika kituo hicho wiki 2 zilizopita. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 3 na anayejulikana kwa jina moja Wamboi alichukuliwa na mama mmoja kwa jina Lea Wanjiko ambaye alishauriwa na maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Roiro kuishi naye kwa muda. Lea Wanjiko mwenye watoto 4 anasema kuwa iwapo kunaye anayemtambua mamake Wamboi atembelee kituo cha polisi cha Roiro apige ripoti. Watu wale wanapiga simu wanasema ati watanisaidia kumpeleka children home. Wengine wananiambia watanionyesha vile tutapata do. Lakini sijakubali kupeana mtoto, nakaa tu na yeye.
Naam, ni heko kwake Lea Wanjiko kwa kuweza kuchukua hatua hiyo, lakini pia kama umeweza kumtambua mtoto huyo na mahali anapotoka, basi itastahili uweze kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Roiro ili aweze kuunganishwa na familia yake. Napumzika tena kidogo, nitarejea na taarifa zaidi katika muda usio mrefu. Hussein.